Ilikuwa ni mpango kabisa kwamba tuvuruge kila kitu. Ndio maana hakuna sheria, hakuna nini. Tumefika hapa kwa sababu ilipangwa kuvurugwa. Na ni muhimu sana jitihada zetu ziwe ni kuwarudisha wale waliopanga kwenye mstari na kuwataka warudi kwenye mstari. Kwa sababu bila kurudi hapo hakuna tunachoongea. Hatuna sheria au tatizo la sheria lililoruhusu kuchapishwa kura feki. Yaani kura feki ilikuwa ni mpango. Kura zilikuwa zinachapwa nje, kulikuwa na utaratibu wa namna ya kupata kura, ikavurugwa huo utaratibu, tukaanza kuzalisha wenyewe, kura feki zikasambazwa mtaani. Kwa hiyo hao watu wala hawakutumia sheria yoyote kwenye kuzalisha kura feki. Kwa hiyo nafikiri moja kati ya mambo ambayo ni muhimu sana na natamani tuje na uelekeo wa pamoja ni kuwa lazima wale waliohusika kwenye hili warejeshwe kwenye sensi. Na wala tusipepese macho. Kwenye hili kuna uhusika mkubwa sana wa vyombo vya dola. Yaani jeshi letu la usalama wa taifa limetumika kwa kiwango kikubwa sana kuharibu uchaguzi. Kama hawatokubali kurudi kwenye hiyo sense na tukaja kuwa na uchaguzi ambao unaaminika na nchi ikawa inaongozeka, hakuna tutakachokifanya. Kwa sababu sasa hivi mambo ya watu wasiojulikana, wasio nini imekuwa ni common na haiwezi kuwa ni watu wasiojulikana. Yaani maana yake watu wamepanga na tumefanya hivi. Kwa hiyo ni muhimu sana tukarudi kwenye sense. Jambo la pili, tunazungumzia sana kuzungumza. Lakini ukweli ni kwamba tatizo letu kubwa ni kutotekeleza yale ambayo tumeyazungumza. Yaani ukiangalia jitihada zilizofanywa tangu Rais Samia praise kubwa aliyopata Rais Samia wakati anaingia madarakani ilikuwa ni kuleta ground ambapo wadau wanaweza kukutana na tukazungumza. Na kila mmoja alitoa hiyo nafasi. Wadau wote walishiriki. Bahati mbaya sana yale ambayo tumeyazungumza hayatekelezwi. Zamani nakumbuka wakati ule profesa asiyekuwa mgombea wetu wa urais alikuwa akisema kwamba mimi nimetangaza nikishindwa kwenye huu uchaguzi basi nitakubali kushindwa. Akawa anampa challenge mzee Kikwete, basi na wewe tangaza. Huko nyuma ilikuwa inaaminika rais akisema hicho alichokisema kitatekelezwa. Ninaogopa sana kama mazingira tulionayo leo, rais wetu akisema jambo watu wanaamini kwamba hilo jambo litakwenda kutekelezwa. Na hili ndio challenge kubwa ambayo tuko nayo. Sasa ni muhimu sana tuna changamoto kubwa ya kutotekeleza yale ambayo tumeyazungumza. Na kuliko hata kuwa na fursa ya kuja kukutana. Kiasi ambacho amefika mahala mkienda kuzungumza watu wanahisi interest wala sio yale mazungumzo. Pengine interest ni mambo mengine. Siku hizi watu wakienda kuzungumza huambiwa wanaenda kula mlungula, wanaenda kulamba asali kwa sababu impact ya mazungumzo huwa haionekani kabisa. Lakini jambo la tatu ambalo nilikuwa nataka kulisema ni kwamba kwa kweli mambo mengi ambayo yameelezwa hapa na bahati nzuri sana yameelezwa kwa uwazi ni mambo ambayo kama utashi upo yanawezekana. Yaani yako mambo ambayo yanajenga confidence ambayo chaguzi zetu huko nyuma zilifanyika pamoja na kuwa na changamoto za kisheria. Lakini kwa mfano haya mambo ya kura feki haya kwa kweli wala hayahitaji sheria. Yanahitaji kama ilivyoelezwa hapa ni masuala ya kiutawala, kudhibiti mambo ya mawakala. Tulikuwa na mawakala huko nyuma. Hatukuwa na shida ya kwamba wakala anazuiwa. Lakini sasa hivi mawakala wanazuiwa sio kwa mujibu wa sheria. Ni kwa sababu watu wameamua kuzuia mawakala ili waibe uchaguzi. Mambo haya ya watu kuenguliwa. Yaani mambo yamekuwa maarufu kuanzia 2019 kwamba unakwenda ujui utakuwa mgombea. Kuna mtu anaweza kuambiwa haijulikani ni mwanamke au mwanaume. Babu Duni Zanzibar aliwahi kuondolewa sio mgombea na hoja iliyotumika ni kwamba Babu Duni hajulikani kama ni mwanamke au mwanaume. Kwa hiyo nagundua kwamba maana yake ni watu tu wamepanga. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwamba mambo mengi ambayo tunayazungumza hapa ni mambo ambayo yanawezekana. Na mimi ningefurahi sana nimefurahi profesa alivyokuwa anaeleza ile experience ya Kenya. Na ni kweli pia kutueleza kwa ufasaha. Na mimi nadhani ndio eneo la kujifunza sana kwamba Wakenya wenzetu walifikaje pale. Na ni pagumu sana lakini ukweli ni kwamba kama hatutorudi kwenye hiyo sense ya kuona hatari ya kutotekeleza yale tunayozungumza ni kubwa kiasi gani tunaweza kufika mahali ambapo na kwa kweli ndio tulipofika. Kwa sababu saa hizi ni swala la kwamba hujui kesho nani atakuwa ameamka katekwa, ameamka kapigwa na yule unayemtegemea kwamba angalau maana usikii sauti ya vyombo vya usalama ikiwa na toni ya kukemea wale ambao wanatekwa. Unasikia sauti ya vyombo vya usalama ikihoji uhalali wa kulalamika kwamba mtu katekwa, mtu kaumizwa au ukweli wake. Jana nilikuwa namsikia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam namna ambavyo anakebehi waandishi wa habari waliopigwa
namna ambavyo anapokea taarifa za kwamba watu wameenda kutupwa kwenye misitu hapa Dar es Salaam, hupati hisia kwamba anao huo wajibu. Sasa tuna hiyo hali ambayo ni muhimu sana iweze kuondoka. Kwa hiyo nadhani mambo haya yanawezekana, lakini ni muhimu lazima kuwe na utashi na tufike mahala ambapo tunaweza kusema kwamba kile tulichozungumza tunaweza kukitekeleza. Asante sana. Asante. Naona la wazi huko kwenye tume unaendelea. Hivi nani akashaona tenda ya kununua vifaa vya uchaguzi mwaka huu? Eti Kaiza au Profesa, umeshaona tenda ya inayotangazwa na tume mwaka huu kwenye vifaa vya uchaguzi mpaka sasa hivi? Naona wanaileta TLS labda. 2020 mliona? Kwa ambao mjui, kila mwaka wa uchaguzi kulikuwa na matangazo ya tenda kusambaza vifaa vya uchaguzi. Na kampuni nayo shida ilikuwa inatangazwa. Ilikuwa inakuwa Kalamazoo mara nyingi. Kwamba sasa hivi nani anachapisha? Karibu Profesa. Asante. Kwanza na mimi ni washukuru TLS kwa kuweza kutukaribisha hapa na kuweza kuwa na mjadala huu. Lakini pili niweze kusisitiza jambo moja ambalo tumeelezwa hapa kwamba katiba nzuri na tume huru ni muhimu, inakuwekea mazingira. Lakini haihakikishi kwamba utakuwa na uchaguzi uliokuwa huru na wa haki. Mimi nakumbuka 2020 nimeenda kupiga kura Mtongani kule shuleni. Nimefika kule wasimamizi mawakala wetu bado hawajaruhusiwa kuingia. Ilikuwa kama saa 4 na askari, ukiwa mgombea urais unapewa askari. Kaenda kupiga kura nakuta tayari box limeshajaa kura. Yaani hiyo sio kwamba ni ushahidi, mimi mwenyewe naona pale. Na katika nilopewa mimi ile ilikuwa pia na namba ya yani ile namba ya kura yangu, kadi yangu ya kura yangu, kaiandika kwenye karatasi nayopigia kura msimamizi wa uchaguzi katika kile kituo hicho. Na tulipokuwa tunajadili masuala haya, nalalamika kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, anatikisa kichwa anasema ile linavunja sheria hilo, ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa sisi wadau wote, vyama vya siasa, viongozi wa dini, TLS, vyama visivyokuwa vya kiserikali, kuweza kukutana na mamlaka husika na hususan rais. Kwa sababu rais ndio mwenye dhamana. Ndio mwenye dhamana ya mambo gani ambayo yanaweza yakarekebishika hivi sasa kabla ya uchaguzi mkuu, kusudi watu waweze kuwa na imani kwamba alau unaweza kuwa uchaguzi kama wa 2015, alau tuweze kurudi kwenye standard hiyo. Kwa sababu tusipofanya hivyo, tukiingia kwenye vurugu, hamna mtu ambaye anayeweza kutabiri hali itakuwaje. Na mkiingia kwenye vurugu, wako wengine wanadhani kwamba basi ngojea, maana mimi yote haya tumeingia kwenye mapambano, tumepigwa, tumewekwa ndani, tumevunjwa mikono, tumeibiwa saa na polisi, yote haya yametokea, lakini bado tuko hapa. Kwa hiyo mkiingia kwenye vurugu, mnaweza mkaingia kwenye vurugu mkabakia kwenye vurugu. Kwa hiyo ni muhimu sana, pamoja na matatizo mazito, na nimekusikia kiongozi wa dini, kiongozi wa imani, pamoja na matatizo mazito ambayo tulionayo, lazima katika kipindi hiki ndio tufanye kazi ya ziada ya kuweza kutafuta njia ya muafaka ya kuwa pamoja. Na swala kama hili la kutia saini kanuni, hauwezi ukasema tu kwamba tarehe moja tu ndiyo ya kutia saini kanuni, kwamba ukikosa kutia saini hiyo, wakati wote ukiwa tayari kutia saini kanuni hizo au mjadiliana mikubaliana, wewe tena huna fursa ya kutia saini kanuni hizo. Unapeleka picha gani kwa wapiga kura? Unapeleka picha gani kwa jamii kwa ujumla? Lakini ndugu zangu, pamoja na matatizo haya, na ndio maana natoa wito, haya mapendekezo ambayo yametolewa, mambo gani yanaweza yakarekebishika, mambo gani ya kisheria yaweze kufanyiwa kazi, yaweze kuandikwa vizuri, na tutafute namna gani ya kuweza kukutana kama wadau
na watu wenye mamlaka ili tuweze kutafuta njia, tusikate tamaa. Tuko mahala pabaya, tukikata tamaa tutaingia kwenye matatizo makubwa. Asante sana. Asante sana Profesa Kaiza. Nimeona mfano unatoka sana uchaguzi wa 2015 jamani. Tukikutana na Wazanzibari watatuchinja tukiwa tunasema uchaguzi ulikuwa fair Zanzibar. Ndio uchaguzi ulifutwa na Jecha yule. Si ndio huo? Kwa hiyo ulifanyika. Ya sawa. Basi naomba aongee alafu nitaenda kwa dada pale. Karibu Kaiza. Asante sana moderator Masawe. Sitaongea nje ambayo watangulizi na watu wa mada. Kwanza nashukuru kutualika hapa, lakini vivyo ni washukuru watu wa mada walizozitoa, lakini kipekee kabisa kwa Jaji Warioba, na hoja ambayo nataka kuisitiza hapa ni ambayo imerudiwa na watu wa mada juu ya nafasi ya raia, na mimi si waiti wananchi. Maneno ya kiufundi ni raia, hadhi ni raia. Kwa hiyo nafasi ya raia katika uchaguzi ambayo ninadhani sababu kubwa ya kiburi cha tume pengine na wanasiasa ni kusahau kwamba raia, kama alivyoongea Jaji Warioba asubuhi, kwamba raia ndio wenye uchaguzi. Raia ndio wanafanya kazi. Miongoni mwao kuna wanaochaguliwa na miongoni mwao kuna wanaochagua. Ndio shughuli yenyewe. Hao wengine wote wana kazi yote. Sasa tukitambua hilo, tukajua kwamba raia ndio wenye shughuli, ndio wanaochagua. Ndio wanachagua viongozi, ndio wana transfer mamlaka yao kuyatoa kwao kuwapa baadhi yao wachache waweze kusimamia mambo yao ya kuongoza nchi. Tukitambua hilo, nadhani hata tume haiwezi kuwa na kiburi tena. Kwa sababu najua kwamba watu wanajua, raia wanajua kwamba wao wanafanya kazi ya kuwezesha tu shughuli ya uchaguzi ziweze kufanyika. Na kama ni hivyo, nilikuwa naomba nishauri vile vile. Ninaamini tumeanza, tutafika tunakokwenda. Na nilikuwa naomba nishauri kutambua uwepo wa raia hao, tutapata wapi? Maana wakiongea vyama vya siasa, wanaongea vyama vyao na si wote raia kwenye vyama vyao. Wakiongea pengine na serikali, inasema ni raia. Inasimamia raia, maslahi ya raia. Lakini kuangalia mipango yao yote au mingi ni ya wao tu na madaraka yao na posho zao na safari zao na mambo yao mengine. Na bahati mbaya Tanzania kuna tatizo la watu wa serikali kufikiri kwamba ukifanya kazi serikali unaweza kuwa tajiri. Hawataka kufanya investment, wanataka kufanya kazi serikalini awe tajiri. Kwa hiyo ukitaka muondoe serikali kama unamuondolea kwenye potential ya utajiri. Kwa hiyo mimi nadhani nilikuwa tunafanya utafiti kule kwetu NACOSET. Ukiangalia vikundi au kategori ya wakulima wadogo, wavuvi wadogo, wachimba madini wadogo, na kundi jingine, jumla makundi manne. Ukiunganisha yale unapata 92% ya Watanzania ambao ndio wapiga kura. Lakini uweze kwenda bungeni au halmashauri ukakuta wanawakilishwa wavuvi wadogo, wakulima wadogo, wafugaji wadogo au wachimba madini wadogo, hawapo kule bungeni. Nadhani kuna haja vile vile ya kuangalia watu 92% ya wapiga kura ambao ndio wanaleta chakula, wanaleta protini, wanatufanya tuwepo hapa tuongee, tuwe na confidence ya nchi, lakini hawako mahali popote tunazungumzia, hawapo mahali popote. Kwa mimi nadhani ni muhimu namalizia. Ni muhimu tukawaangalia namna ya kuwa involve kwenye mazungumzo haya. Hata unaposema tunakwenda kuzungumza na rais, ni wakulima wadogo ambao wanawakilishwa kama wako wangapi? Wavuvi wadogo wako wangapi? Nadhani tukiweza kuleta agenda zao tutapata nguvu. Na la mwisho tutalizungumze baada ya hilo ni swala la hiyo tume ya uchaguzi na kiburi chake. Na katika kiburi chake nilikuwa napitia kanuni. Sheria inasema kwamba mawakala wa vyama pale vituoni wakati wanahesabu kura
watapewa nakala za fomu za mgombea ubunge, mgombea wa diwani na mgombea wa rais. Alafu hizo vitu zitabandikwa kwenye kuta kwenye kituo cha kuhesabu kura. Kanuni walizoandaa wameomiti hiyo, haimo. Kwa maana hiyo mgombea akiwa anadai kura zake zimeibiwa, anataka kwenda kukata rufaa, hata kuwa na evidence, kwa sababu kura ziko hesabiwa, hakuna ushahidi wowote. Kwa hiyo mimi nadhani swala zima la kanuni hizi kulisimamia kama wadau, tukahitaji kufanyika mabadiliko, sio swala la kuliacha hivi hivi. Tunatakiwa tuwe na namna ambavyo tunalisukuma kanuni hizi, zitakuwa zifanywe kazi upya, zirekebishwe, ziitikie matakwa ya raia ambao wanakwenda kufanya uchaguzi, kuchagua viongozi ambao watakuja kuongoza ndani miaka mitano inayofuata. Asante sana, nashukuru kunipa muda huu. Haya, asante. Kuna dada hapa amevaa koti la blue. Naomba mtu mmoja anisaidie kwenye mic hiyo. Ukimaliza utampa yule wa orange, utaenda pale